ripoti na matukio mbalimbali ya kimichezo ambayo yanapatikana ndani ya Uhondo TV. Uhondo Michezoni, kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa TV, usahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment ili uweze kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia taarifa mbalimbali za kimichezo. Kama nilivyokuambia, mimi naitwa Aidan Jeremiah, the best presenter wa Uhondo TV. Sasa story ambayo imeonekana kuwa gumzo kwenye mitandao ya kijamii ambayo imekuwa inazungumzwa na watu wengi kwa kiasi kubwa ni kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo, Young Africans Sports Club zidi ya Simba Sports Club, mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao unatarajiwa kupigwa tarehe 15 mwezi wa 6 2025 katika dimba la Estadio Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam kuanzia majira ya saa 11 kamili za jioni. Sasa nimeweza kupita kwenye kurasa mbalimbali za kijamii wakiwa mtandao wa Simba Sports Club official Instagram. Simba Sports Club ameweza kupost taarifa ambayo inaonyesha mchezo ambao unafuata. Ukurasa wa Simba Sports Club Instagram unasema kwamba siku 10 zimebaki kuelekea mchezo unaofuata wa ligi kuu. Yes, hicho ni kitu ambacho kimeonekana kuzungumza kwa kiasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii. Itimizi kwamba mchezo ambao unafuata ni dhidi ya watani wao wa jadi ambao ni Young Africans Sports Club au timu ya wananchi mabingwa wa kihistoria kwenye NBC Premier League. Ni story ambayo imekuwa inazungumza kwa kiasi kubwa kwa sababu namna ambavyo imekuwa inazungumza, tunafahamu kwamba Young Africans Sports Club ambao wameonekana kuwa gumzo kwa kiasi kubwa, mgoma ambao wameuweka kwamba hakuna dabi kuchezwa, lakini angalia namna ambavyo wazee wa Yanga, namna ambavyo wanazungumza kwa kiasi kubwa, rais pia wa Yanga ambaye ni engineers, lakini pia viongozi wa Yanga kama Ali Shabani Kamwe ambaye ni manager wa bana Masanda kabla ya Yanga, mashabiki wanachama pia wanao kwamba hawakubaliana na bodi ya ligi pamoja na TFF. Itimizi kwamba kuna vitu ambavyo wanahitaji viweze kukamilika kwa kiasi kubwa kwenye bodi ya ligi au TFF pia waweze kucheza. Lakini pia Simba au upande wa pili wana kwamba wenyewe bado wanaendelea kuwapa hamasa mashabiki wao na wanachama pia wanasoka kwa ujumla kwamba dabi ipo, na bado wanaendelea kuona kwamba wanatengeneza kama intention zimesalia siku 10 kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo ni kama sintofahamu ambayo inaendelea. Wenyeji wa mchezo ambao ni Young Africans ambao bado naona kwamba wanagumza kwa kiasi kubwa kwamba dabi haipo na hawaitambui kwa kiasi kubwa, hawacheze mchezo namba 184. Lakini katika upande wa bodi ya ligi wanautambua mchezo upo kupitia kwa habari wa bodi ya ligi au TPLB ambaye ni Karimbo Imada. Anazungumza kwamba mchezo upo, amehojiwa na vyombo vya habari, lakini anazungumza kwamba mchezo upo wa dabi ya Kariakoo, mchezo namba 184. Upande wa pili ambao ni Simba Sports Club ambao ndio inabidi wacheze na Young Africans, wenyewe wanasema kwamba mchezo upo na wanasema kwamba zimebakia siku 10 kuelekea kwenye dabi ya Simba na Yanga. Kwa hiyo ni kama sintofahamu ambayo imekuepo. Of course tusubie kitu gani ambacho kinaweza katendeka au katokea katika tarehe 15 mwezi wa 6 2025 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam. Je, Simba watapewa point 3 na magoli 3 na kuweza kuchukua ubingwa au Young Africans pia itaendelea kusimamia msimamo wao, kwa sababu wazee wamesema kwamba dabi tarehe 15 kama haitochezwa au kama bodi ya ligi pamoja na TFF wakifanikiwa kuipa Simba ushindi wa point 3 na magoli 3 pamoja na kupokonya point 15, basi Young Africans ndio itakuwa direction kuelekea mchezo wa tarehe 18 dhidi ya Tanzania Prison. Lakini pia ukiangalia katika upande wa Yanga wenyewe bado wanaendelea kupromote ule mchezo ambao utacheza tarehe 18 katika jiji la Mbeya ambao Young Africans watakuwa wanacheza dhidi ya Tanzania Prisons. Kwa hiyo bado tunaona kama ni gumza ambayo ipo kwa kiasi kikubwa. Lakini pia Simba wenyewe wanaendelea kufanya ile motivation kwa kiasi kubwa kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mtazamaji wa Uhondo TV, hii ni Uhondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah, the best presenter wa Uhondo TV.